Kwa niaba ya Form 4 wote tumeamua kuja kutoa neno la shukrani hapa mbele yenu siku ya leo. Kwanza kabisa tunawashukuru nyie wote kwa mema yote mliotutendea. Mwenyezi Mungu awabariki. Pili, tunawaomba msamaha yale yote tuliyowakosea. Tunajua sisi tulikuwa wakosefu kwenu mara nyingi. Hivyo basi tunaomba mtusamehe kwa sababu sisi sio malaika na tunakosea. Sauti naomba. Na pia tuna matatu ya kuwashauri. Kwanza kabisa, mfuate vizuri sheria za shule kama mnavyoelekeza na walezi wenu. Pili, mwaheshimu walezi wenu wakiwemo masista, walimu na wafanyakazi wengine. Na pia muwe na hofu ya Mungu kwa sababu mkiwa na hofu ya Mungu itawasaidia mengi maishani mwenu. Pia mwasikilize walezi wenu yale yote wanayofundisha, muishi kwa adabu na mfaulu vizuri katika mitihani yenu. Na neno la kuachia natoka katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 13 aya ya kwanza hadi ile ya 13, nayo inasema: nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niunge moto, kama sina upendo, hainifaidi kitu. Upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote. Bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini ijapo ile kamili iliyo kwa sehemu itabatilika. Lakini ijapo ile lakini alisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeabatilisha mambo ya kitoto. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana kama mimi nami nilivyojuliwa sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Hivyo basi tumewachia neno hili tukiwaasa kwamba muishi kwa upendo, mpendane. Na mwisho kabisa, kwa kumalizia, neno hili natoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 13 aya ya 11, nayo inasema: hatimaye ndugu, kwaherini, mtimilike, mfarijike, niye mamoja, mkae katika amani, na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nami. Neno la Bwana.